Wewe ndio ushuhuda, wewe ndio ushuhuda, wewe ndio ushuhuda. Haijalishi umeteseka na magonjwa kwa namna gani, haijalishi ndoa yako imesumbua kwa namna gani, haijalishi umekaa muda gani bila kuolewa, haijalishi una umri sasa hivi mkubwa haujapata kazi, wewe ndio ushuhuda. Haijalishi umekaa kitandani kwa muda gani, wewe ndio ushuhuda. Ninataka nikwambie, wewe ndio ushuhuda. Mungu alikutengeneza wewe kuwa ushuhuda. Hilo tatizo unalokutana nalo, wewe ndiye ushuhuda. Liko jambo ambalo linaenda kuchipuka katika maisha yako, kila mmoja atatamaa, kila mmoja atashtuka, kila mmoja atasema ni nini ambacho hichi kimemtokea huyu, ni nini ambacho kimemtendea huyu. Wewe ndiye ushuhuda. Kinywa chako kimebeba ushuhuda juu ya mwezi wa 6, juu ya mwezi wa 7, juu ya mwezi wa 8, juu ya mwezi wa 9, juu ya mwezi wa 10, juu ya mwezi wa 11, juu ya mwezi wa 12. Wewe ndio ushuhuda. Kinywa chako kitabeba ushuhuda ya kwamba Bwana amenitendea, Bwana amenifanyia hili, Bwana ametenda hili, Bwana amenitenda hata lile. Yawezekana liko jambo ambalo umetoka nalo mwaka 2025. Yawezekana liko jambo linakusumbua tangia mwaka 2024. Yawezekana liko jambo ambalo umelibeba tangia mwaka 2023. Yawezekana liko jambo ambalo limekuatamia tangia mwaka 2022, halitaki kuondoka katika maisha yako, lakini kwa mwezi huu wa 5, mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, wa 11, wa 12, mwaka 2026, kinywa chako kitabeba ushuhuda. Kinywa chako kitabeba ushuhuda ya kwamba Bwana hata lile amelifanya. Na hao watu waliokukatia tamaa, au watu waliokudharau, au watu ambao wanaongea maneno ya kwamba wewe si kitu, ya kwamba wewe utabaki kuwa masikini, wewe ni wa hali hiyo hiyo tu, watabaki vinywa wazi, watabaki masikio yao yatawasha, masikio yao yatawasha. Nipo mahali hapa nazungumza na mama mmoja, niko mahali hapa nazungumza na baba, niko mahali hapa nazungumza na kijana, niko mahali hapa nazungumza na binti mmoja ambaye amekata tamaa. Yako mambo ambayo ameyabeba tangia mwaka 2021, mwaka 2022, amebaki anatembea nayo, amebaki anasota nayo, yamemwatamia hayo mambo, yamemwatamia hayo mambo. Maandiko yananiambia kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia. Kwa ajili yako Mungu ananiambia hatonyamaza, kwa ajili yako Mungu ananiambia hatotulia mpaka atakapoimarisha na kufanya imara huo mji, mpaka atakapokupa kazi, mpaka atakapokupa afya, mpaka atakapoachilia amani, mpaka hapa atakupa kuinuliwa. Raboseketepaya dabalia. Niko nazungumza na mtu mmoja mahali hapa ambapo nguvu za Mungu zinataka zimpeleke juu. Niko nazungumza na mtu mahali hapa ambaye amekata tamaa, aoni tena mpenyo, aoni tena mwanga, aoni tena nuru. Maisha yake yamesombwa, yamekumbwa na giza zito, wala hapati kuona. Lakini Yesu ameniambia amekuja. Yesu amekuja. Yesu amekuja. Alikuja kwa ajili ya mimi na wewe, alikuja kwa ajili ya mimi na wewe. Kinywa chako kitabeba ushuhuda, kinywa chako kitabeba ushuhuda. Waliokudharau watashangaa, waliokudharau watatamaki, waliokudharau, waliokukatia tamaa ya kwamba wewe ni maskini tu, ya kwamba wewe utakufa na huo ugonjwa. Wako watu ambao wamekukatia tamaa juu ya hicho kisukari unachokumbana nacho, juu ya hiyo pressure ambayo imekuwa ikikusonga, juu ya hayo maisha magumu ambayo yamekuwa yakikupata kila inapoitwa leo. Unafanya kazi lakini huoni mabadiliko, unafanya kazi lakini unapata tu hela ya kula, unafanya kazi lakini huoni ukibadilika, unafanya kazi lakini huoni pumziko. Kama Mungu alifanya kazi kwa siku 6 na siku ya 7 akapumzika, hivyo na sisi bado tunatakiwa tupumzike katika pumziko ambalo Mungu mwenyewe alituandalia. Liko pumziko katika kazi zetu, liko pumziko katika miili yetu juu ya afya. Afya imekuwa ni kikwazo sisi kupumzika. Rapokora-baba-shata-paya. Ninazungumza na mtu mmoja mahali hapa ambaye amekusudiwa na Bwana. Ninazungumza na mtu mmoja mahali hapa ambaye Bwana amemkusudia, ambaye Bwana amemkusudia. Niko nazungumza na wewe mtumishi ambaye umekuwa ukihangaika kupata anointi, kupata upako, lakini huoni mwanga, huoni upenyo, huoni matokeo,
huoni matokeo, huwezi kuisikia tena sauti ya Mungu, huwezi tena kuisikia sauti ya Bwana. Ulikuwa zamani unaona maono makubwa, lakini imekata ghafla. Niko nazungumza na wewe mahali hapa, raboko rababa shanda rabakos kataya dabalia repla karababa shataya dabalia. Niko nazungumza na mtu mmoja mahali hapa aliyekusudiwa. Ripra karababa shanda rabakori anamosa kataya dabalia, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakukumbuke, Mungu akakukumbuke, akakumbuke sadaka zako, akakumbuke maombi yako, akakumbuke njia zako, akakumbuke watoto, akakumbuke ile hatima, akalikumbuke lile kusudi ambalo aliliamuru tangia mbinguni wewe uje hapa ili utimize. Reprokurababa shakataya. Wako watu mahali hapa wananisikiliza, wana hatima kubwa. Wako watu mahali hapa wana hatima juu ya familia zao. Wako mahali hapa watu ambao wana hatima kubwa juu ya wilaya wanazokaa. Wako watu mahali hapa wana hatima kubwa juu ya mikoa wanayotokea. Wako watu mahali hapa wana hatima juu ya hizo ofisi ambazo Mungu amewakalisha. Wako watu mahali hapa wana hatima kubwa juu ya ukoo wao. Repa shata yada baliato Mariana mahando romos kataya dabalia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninazungumza na watu mahali hapa, ninazungumza na watu mahali hapa. Ninaziona nguvu za Mungu zikimgusa mama huyu, zikimgusa baba huyu, zikimgusa kijana huyu, zikimgusa binti huyu. Repra karababa shakataya. Muda wa kuinuliwa, muda wa kinywa kubeba ushuhuda, katika jina la Yesu Kristo. Hicho kinywa acha kikabebe ushuhuda. Yawezekana liko tatizo umetoka nalo mwaka 2025. Yawezekana liko tatizo umetoka nalo mwaka 2024. Yawezekana liko tatizo umetoka nalo mwaka 2023. Yawezekana liko tatizo umetoka nalo mwaka 2022. Yawezekana liko tatizo umetoka nalo mwaka 2021. Yawezekana liko tatizo umetoka nalo mwaka 2020. Yawezekana liko tatizo umetoka nalo mwaka 2017. Yawezekana liko tatizo umetoka nalo mwaka 2016. Ni miaka 7 hiyo ya shida, ni miaka 7 hiyo ya shida. Ni muda wa kumwambia Mungu, miaka 7 ya njaa imekwisha. Ije sasa miaka ya shida, ije miaka 7 ya furaha, ije miaka 7 ya kuinuliwa, ije miaka 7 ya kubadilishiwa jina, ije miaka 7 ya kibali, ije miaka 7 ambayo nitatembea katika utukufu wako. Umetembea katika dhambi, inatosha. Umetembea katika uovu, inatosha. Sasa ni muda wa kumwambia Bwana, ni muda wa kumwambia Bwana ya kwamba miaka iliyobakia hii, miaka 7, kuanzia mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, mwezi wa 11, mwezi wa 12, mwaka 2026. Ni miaka hiyo, ni miaka imeenda, bado unasumbuka na huo ugonjwa. Ni miaka imeenda, eti huyo mume hakutaki tena. Ni miaka imeenda, mke wako atulii nyumbani. Ni miaka imeenda, eti upati mtoto, tumbo lako alipati mtoto. Ni miaka imeenda, lakini huu ni mwaka ambao utafanikiwa, ni mwaka ambao utainuliwa, ni mwaka ambao hatima yako inaenda kusimama. Repra shakataya dabalia tamayane ripro kora baba shakataya. Ninakutamkia amani, ninakutamkia